Familia ni nyumba ya Mungu. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera katika kipindi hiki cha Familia ni nyumba ya Mungu ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika seminari ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kipindi hiki ukujia kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 12:30 jioni na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminarini Segerea. Kama una swali au maoni, tuma kwa namba hizi: 0756 47 81 78 au 0734 06 99 67. Ili tuweze kusafiri pamoja katika maada hii ya leo, hivyo tunakualika sana tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Bikira Maria, msaada wa daima, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha Familia ni nyumba ya Mungu. Leo tunapoangazia kipengele cha ulevi, chanzo cha umasikini katika familia. Kwanza tuone utangulizi. Ulevi ni hali ya matumizi ya kupita kiasi cha vileo au dawa za kulevya ambayo husababisha mtu kupoteza udhibiti wa tabia, maamuzi na uwezo wa kufanikisha majukumu yake ya kila siku. Ulevi unaweza pia kuwa aina tofauti kama vile unywaji wa pombe kupita kiasi au matumizi ya madawa ya kulevya kwa kiwango kinachoathiri afya ya mwili, afya ya akili na maisha ya kijamii. Pia ulevi wa pombe unahusisha unywaji wa pombe kwa kupita kiasi au kwa muda mrefu, huku mtu akishindwa kuacha licha ya madhara anayoyaona kwa afya yake na maisha yake kwa ujumla. Kwa upande mwingine, ulevi wa madawa ya kulevya unahusisha matumizi ya dawa za kulevya kama vile bangi, heroini, kokaini na hata dawa za maumivu kwa njia isiyo ya kawaida, hali inayosababisha uraibu. Kumbe uraibu ni hali ya kutegemea au kuzoea kitu fulani kiasi kwamba mtu huyu anapata ugumu wa kukiacha, kukitumia au kukifanya hata kama kinamletea madhara. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako. Tutazame ni namna gani ulevi unaweza kuwa chanzo cha umasikini katika familia. Kwanza, kupunguza kwa ufanisi wa kazi. Mlevi mara nyingi hupoteza uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi, jambo linalosababisha kupoteza ajira au kushindwa kukuza kipato chake, na hii huiathiri familia nzima. Pili, matumizi mabaya ya rasilimali. Mlevi mara nyingi hutumia fedha nyingi kwa unywaji au ununuzi wa dawa za kulevya badala ya kuweka katika mambo muhimu katika familia kama vile chakula, elimu, afya ya familia. Tatu, madhara ya kiafya. Ulevi huathiri afya ya mwili na akili kama tulivyosema hapo mwanzo, na mara nyingi husababisha gharama kubwa za matibabu, jambo ambalo linaweza kuongeza mzigo wa kifedha kwa familia. Hali hii inapunguza fedha zinazoweza kutumika kwa maendeleo ya familia. 4, kuvunjika kwa familia.
Ulevi huongeza migogoro ya kifamilia ambayo inaweza kusababisha kuvunjika kwa ndoa au kwa familia. Na hivyo hupunguza mshikamano wa kifamilia unaohitajika kwa maendeleo ya kiuchumi. Kama baba atakuwa mlevi au mama atakuwa mlevi, daima familia hii itadorola katika swala la kiuchumi. 5, kuongeza utegemezi. Mtu aliyeathirika na ulevi mara nyingi huacha kutafuta riziki na kutegemea familia au jamii kwa msaada wa kifedha, jambo ambalo linaongeza mzigo wa kiuchumi kwa familia. 6, mfano mbaya kwa watoto. Watoto wanaokuwa katika mazingira ya ulevi mara nyingi huathirika kimaadili na kisaikolojia. Wengine wanaweza kushindwa kupata elimu bora au kujiingiza katika tabia zinazochochea umasikini kama vile ulevi huu tunaoongelea, kwani mtoto anakuwa kile anachokula. Yaani anaiga yale ambayo anayatenda huyo baba mlevi au mama mlevi katika familia. 7, kupoteza mwelekeo wa kiimani na maadili. Kanisa linaamini kuwa ulevi unaweza kumfanya mtu kupoteza mwelekeo wa kiroho na kimaadili. Hii inahusisha kupuuza wajibu wa kifamilia na kijamii, jambo linaloathiri ustawi wa familia. Mpendwa msikilizaji, katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu, swali msingi ni ulevi chanzo cha umasikini katika familia. Tuone kanisa linafundisha nini juu ya ulevi. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba pombe na vitu vingine vinavyoweza kusababisha ulevi vinaweza kutumiwa kwa kiasi na kwa heshima. Lakini matumizi mabaya ya pombe au madawa ya kulevya ni dhambi. Mafundisho haya yanatokana na maandiko matakatifu, katekisimu ya Kanisa Katoliki na mafundisho ya mababa wa kanisa. Tukianza na maandiko matakatifu, Biblia inatoa maonyo kuhusu madhara ya ulevi, lakini pia inakubali matumizi ya pombe katika hali ya kiasi. Rejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 5 aya 23. Paulo anamshauri Timotheo kutumia divai kidogo kwa sababu ya tumbo lake. Hii inaonesha kwamba pombe inaweza kutumiwa kwa kiasi na kwa nia iliyo njema, kama huyu Timotheo anavyotumia kwa ajili ya matatizo ya tumbo. Mpendwa msikilizaji, tuone pia maonyo dhidi ya ulevi kutoka katika maandiko matakatifu. Tukirejea kitabu cha Methali sura ya 20 aya ya 1. Mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Methali sura hiyo ya 20 aya ya 1. Tukirejea pia waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya ya 19 hadi ya 21. Paulo anaorodhesha matendo ya mwili yakiwemo ulevi na anasa kama dhambi zinazomzuia mtu kurithi ufalme wa Mungu. Pia waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 5 aya ya 18. Msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe na Roho. Tuone pia mafundisho katika katekisimu ya Kanisa Katoliki kuhusu ulevi. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inafafanua kwa undani nafasi ya kiasi katika maisha ya Kikristo na jinsi ulevi unavyokiuka kanuni hii za kimaadili. Fadhila ya kiasi, rejea katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1809. Kanisa linafundisha kwamba kiasi ni fadhila ya maadili inayomsaidia mtu kudhibiti tamaa za mwili na kutumia vitu vya kidunia vizuri. Fadhila hii inatufundisha kutumia pombe kwa busara ili isiweze kuwa chanzo cha dhambi
au uharibifu wa familia. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2290. Fadhila ya kiasi hutufanya kuepuka matumizi mabaya ya chakula, pombe na madawa ya kulevya. Kutumia pombe kupita kiasi au madawa ya kulevya si tu kwamba kunaweza kudhuru afya, bali pia ni dhambi dhidi ya amri ya 5 inayosema usiue. Kwa sababu kunaweza kusababisha madhara kwa maisha yetu au maisha ya wengine. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1852. Inataja ulevi kama dhambi ya mauti kwa sababu unaharibu uhuru wa mtu, akili timamu na uwezo wa kutenda mema. Mpendwa msikilizaji, kama tulivyoona mafundisho ya Kanisa Katoliki kwa kutazama marejeo ya Biblia Takatifu na Katekisimu ya Kanisa Katoliki, mababa wa kanisa nao hawakuwa nyuma juu ya swala hili la ulevi. Mababa wa kanisa walilaani vikali ulevi kwa sababu ya athari zake mbaya kwa mwili na kwa roho, na hasa zaidi kwa jamii. Wao pia walihimiza kiasi katika maisha ya Kikristo. Mtakatifu Ambrose anasema pombe ni nzuri ikiwa itatumiwa kwa kiasi, lakini pombe ya kupita kiasi hubadilisha akili na huchochea hasira na kuharibu hekima. Mtakatifu Agustino naye anatuambia katika kitabu chake cha Confessions, anahusianisha ulevi na dhambi ya tamaa, akisema kwamba huchukua nafasi ya hekima ya Mungu na kumfanya mtu kutenda dhambi nyingine. Na anazidi kueleza kwamba ulevi ni dhambi kwa sababu huondoa uwezo wa mtu kufikiri kwa uwazi na kumweka mbali na maisha ya kiroho. Mtakatifu John Chrysostom naye hakuwa mbali zaidi, anasema ulevi si tu dhambi, bali pia mlango wa dhambi nyingine. Mlevi hana uwezo wa kudhibiti hasira. Kumbe haya yote tuliyoyaona mafundisho kutoka kwa mababa wa kanisa, kumbe mmoja wao katika familia, baba au mama, au wote wakiwa walevi, daima familia hiyo itaanguka katika dimbwi la umasikini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, baada ya kuwa tumeona ulevi kuwa ni hali ya matumizi ya kupita kiasi ya vileo au dawa za kulevya, sasa tuone nini suluhisho na nini kifanyike. Mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Amoris Laetitia, yaani furaha ya upendo, aliyoutoa Machi 19 mwaka 2016, anazungumzia changamoto mbalimbali zinazokabili familia, ukiwemo uraibu wa pombe. Anasisitiza umuhimu wa malezi bora na msaada kwa wale wanaokabiliana na matatizo haya ndani ya familia. Kwanza, kujali mahusiano ya kifamilia. Familia inachukuliwa kuwa msingi wa upendo na mawasiliano, lakini ulevi mara nyingi huleta migogoro. Baba Mtakatifu Francisco anasisitiza kuwa wanandoa wanapaswa kuwa na mazungumzo ya wazi na yenye heshima ili kushughulikia changamoto kama vile ulevi. Ulevi unaweza kusababisha ukosefu wa imani, vurugu za nyumbani na hata kuvunjika kwa ndoa. Kanisa linahimiza wanandoa kushirikiana kwa karibu zaidi na hata kutafuta msaada wa kitaalamu inapobidi. Pili,
malezi ya watoto. Baba Mtakatifu anasisitiza jukumu la wazazi kama walezi wa kwanza wa watoto wao. Katika swala la ulevi, wazazi wanapaswa kuonyesha mfano mzuri kwa kuepuka matumizi mabaya ya pombe. Watoto wanaoishi katika familia zilizoathirika na ulevi mara nyingi hukumbana na changamoto za kihisia na kijamii. Baba Mtakatifu anaeleza umuhimu wa kuwalinda watoto dhidi ya athari hizi kwa kuwapa mazingira salama yenye upendo na yenye nidhamu. 3. Huruma na msaada kwa wanaoteseka. Ulevi unapaswa kushughulikiwa kwa huruma badala ya kuhukumu. Baba Mtakatifu anasisitiza kwamba wale wanaopambana na uraibu wanahitaji msaada wa kiroho, mshikamano wa familia na msaada wa jamii. Kanisa linahimizwa kuwa mahali pa faraja kwa wale wanaoteseka ili liweze kuwasaidia zaidi katika shida hiyo inayowasibu. 4. Umuhimu wa nidhamu na uvumilivu. Katika kushughulikia uraibu kama ulevi, nidhamu ya kibinafsi ni muhimu sana. Baba Mtakatifu anasisitiza kuwa familia lazima iwe mstari wa mbele kusaidia wanachama wake katika kufikia mabadiliko ya kweli. Uvumilivu ni muhimu kwa sababu mchakato wa kushinda ulevi unaweza kuwa muda mrefu na una changamoto zake. Familia na jamii zinahimizwa kuwa na subira, kuendeleza kuonyesha upendo na kutoa juhudi za msaada hata pale changamoto zinapojitokeza. Hitimisho, ndugu zangu, familia na kanisa vinahitaji ushirikiano wa karibu katika kushughulikia changamoto tuliyoimaliza kuiongelea zaidi ya ulevi kwa kutumia huruma, msaada wa kijamii na sala. Lengo kuu ni kuhakikisha familia zinakuwa na kufanikiwa katika hali zote, huku zikijitahidi kuishi maisha ya Kikristo yenye furaha na matumaini. Hitimisho, ndugu zangu, familia na kanisa vinahitaji ushirikiano wa karibu katika kushughulikia changamoto kama ulevi kwa kutumia huruma, msaada wa kijamii na sala. Lengo kuu ni kuhakikisha familia zinakuwa na kufanikiwa katika hali zote, yaani kiimani na kimaadili, huku zikijitahidi kuishi maisha ya Kikristo yenye furaha na matumaini. Kama tulivyosikia hapo mwanzo kwamba ulevi usiposhughulikiwa kwa undani zaidi unaweza kuleta migogoro katika familia. Kama mwanzo wa maada yetu inavyoeleza zaidi kwamba ulevi huwa ni hali ya matumizi ya kupita kiasi ya vileo na dawa za kulevya ambazo husababisha mtu kupoteza udhibiti wa tabia, maamuzi na uwezo wa kufanikisha majukumu yake ya kila siku. Kumbe tunapaswa kuwasaidia watu wa namna hii, iwe ni baba wa familia au mama wa familia au hata ndugu katika familia hiyo. Anahitaji msaada wa sala, msaada wa ushauri na msaada wa mwongozi zaidi kutoka kwa mababa wa kiroho. Hivyo mpendwa, hadi kufikia hapa tunafikia tamati. Mpendwa na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu sauti ya faraja Kagera, hadi kufikia hapa ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nami tena siku nyingine, muda
muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Ulikuwa nami Frateli Daudi Samuel Masumbuko wa Parokia ya Yesu Kristo Mfalme Nyantakubwa, Jimbo Katoliki la Geita. Nayesoma masomo ya teolojia Seminari ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea, Dar es Salaam. Ikiwa una maswali, maoni au ushauri, naomba utuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0734 0699 67 na 0756 47 81 78. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Familia ni nyumba ya Mungu.